nilikuwa nalifuatia swala la Sheikh Walidi. Kama kweli mashekhe wamekaa shura na kukubaliana kuwa wamtoe Sheikh Walidi katika nafasi ya ushehe wa mkoa wa Dar es Salaam, watakuwa wamekosea, kwa sababu tukumbuke Sheikh Walidi ni binadamu kama binadamu mwingine. Hilo la kwanza. Hakuna binadamu aliyekamilika. Naweza nikasema mashekhe wenyewe walokaa shura, kila mtu kwa nafsi yake kuna ovu analifanya na mkosea Mwenyezi Mungu. Bahati mbaya tu halijatambulika au halijapata nafasi ya kusogea kwenye macho ya kibinadamu. Nimuombe Sheikh Mkuu Mufti, wanasema inna Allah ma'a sabirin, Mwenyezi Mungu yuko na wale watu wenye kusubiri. Toka juzi mmemtengua Sheikh Walidi, Waislamu tumekuwa na subira. Mufti na jopo lako, nifikirieni tena. Kuna muda hatupaswi kufanya maamuzi kuridhisha management au bodi au mashekhe fulani. Tufanye maamuzi kwa sababu ya faida ya Waislamu wote. Ndio maana kwenye khutba kila imamu anayesimama atasema naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia nafsi zenu, kwa sababu kila nafsi hapa binadamu haijakamilika, alikamilika ni Allah. Iweje mashekhe wanakaa shura kisha wao wanamhukumu Sheikh Walidi kwa story wanazoambiwa au kwa taarifa wanazozipata? Niwaulize mashekhe walokaa shura, wao wamechukua milki ya Mungu ya kufanya maamuzi na kuja na decision? Wanasema tumemtoa Sheikh Walidi kutokana na mienendo yake mibaya katika nafasi yake. Niwaulize, anayejua huyu ana mienendo mzuri au mbaya na akatoa judgment katika mienendo hiyo ni nani? Ni nyinyi mashekhe au Allah? Kama Allah ndo anatoa suluhisho ya mienendo mibaya ya mtu na sio sisi binadamu, basi hatukupaswa kumtoa Sheikh Walidi kwenye nafasi yake ya kuwa shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Kuna faida mbili. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatumia watu wenye nguvu ambao ni makafiri ili kusaidia Uislamu. Ndio maana kuna baadhi ya makafiri waliingia kwenye Uislamu na wakapewa nafasi kubwa kwa sababu walikuwa na nguvu na ushawishi mkubwa kwenye jamii ya Makkah al-Mukarrama. Sheikh Walidi ni miongoni mwa mtu ambaye ana ushawishi na nguvu kwa jamii. Hivyo tungemtumia yeye kusaidia kueneza Qur'ani na maneno mazuri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo ushawishi wake na nguvu yake tunaenda kuidhihaki na kumtoa, tunaweka watu kwa tamaa za madaraka. Sheikh Mkuu, lifikirie hili. Wewe ni shekhe wangu, najua fikra na hekima ulizokuwa nazo. Sheikh Walidi ni mtu ambaye tunapaswa kwenda naye. Vijana wengi walikuwa narudi kwenye imani, kwenye Uislamu kwa sababu za kauli zake na ujamaa wake alioweka kwa watu. Mimi binafsi nimeshaona naye zaidi ya mara 3 kwa changamoto zangu za dunia, na yeye amekuwa akiniambia njia ya kufuata, njia ya kutokufuata. Kwa hivyo kuna wengine hawaingiliki, wanachukua nafasi kama vile kujimilikisha mamlaka. Hivyo ninaomba tulifikirie hili. Shura sio Qur'ani. Yani utasikia mashekhe wamekaa shura wamekuja na maamuzi. Hapana, Uislamu haujengwi na maamuzi ya mashekhe. Uislamu unajengwa kwa aya na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio tunafuata vitabu vyetu. Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ambaye kigezo chetu, ndivyo vitu tunavyofanya. Iko haja ya sisi kurejea, kurudisha nafasi kwa Sheikh Walidi ili tuweze vijana kumiminika na kufuata Uislamu kwa mapenzi. Uislamu sasa hivi unataka ushawishi, dunia imebadilika. Sio kwa mtu, kwa watu unataka ushawishi. Si afiki kabisa shura ilokana kumtoa Sheikh Walidi. Hapana. Tujitafakari. Sisi kama Waislamu tunatakiwa wema Waislamu, mtu mwenye nguvu apewe nafasi. Tuige sunna na mienendo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuige sunna na mienendo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimeumia.